Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Regina Kwarai, Naibu Waziri. Katibu Mkuu Juma Mkomi, Katibu wa Sekretariat ya Ajira Bwana Mick Kiliba, na management ya wizara, karibuni sana Idara ya Habari Maelezo, na karibuni sana Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Sasa leo ni mwendelezo wa mikutano ya mawaziri kutoa taarifa juu ya utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya siku na mafanikio yake ndani ya siku 100 za serikali ya 600 muhula wa pili. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa, karibu sana kwa wasilisho lako. Jamani, habarini za mchana. Habarini za mchana. Mambo mazuri bwana. Lazima muwe na furaha. Mzee Mwaikenda upo? Haya bwana. Kazi na utu. Ndugu wanahabari, awali ya yote nami naomba nipaze sauti kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mwingi wa rehema, kwa kutuwezesha kufika katika siku ya leo tukiwa wenye afya njema. Lakini pia naomba niwapongeze na kuwashukuru sana kwa utayari wenu kushirikiana na ofisi yetu ili katika kuwaelimisha na kuwafikishia wananchi taarifa muhimu zinazohusu masuala ya utumishi na utawala bora ili umma wa Tanzania uweze kuhabarishwa vizuri. Nawashukuruni sana kwa mchango wenu kwa ustawi wa taifa letu. Ndugu wanahabari, lengo la mkutano wa leo ni kupeana taarifa juu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa tarehe 28 Agosti mwaka 2025 katika ufunguzi wa kampeni za uchaguzi kupitia Chama cha Mapinduzi. Ndugu wanahabari, naomba niwakumbushe, kimsingi jukumu kuu la ofisi yetu ni kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika maeneo mbalimbali ikiwemo usimamizi wa rasilimali watu katika utumishi wa umma, kuanzia upatikanaji wake, uendelezaji wake, utawala utumishi wa umma, uwajibikaji, yani pamoja na mikataba ya kiutendaji, malipo ya mishahara, maadili, uadilifu wake na maboresho pia katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, alitoa ahadi mbalimbali ambazo zinatekelezwa na wizara mbalimbali. Lakini kwa upande wa ofisi ya Rais wa Management ya Utumishi wa Umma, aliahidi kuwa ndani ya siku 100 baada ya kuchaguliwa kwake atafanya mambo makubwa mawili katika kama ifuatavyo. Mosi, aliahidi kuwa atatoa ajira 12,000 katika mgawanyo nitakaoeleza hivi punde. Lakini pili, alielekeza kuanzisha mfumo wa wajibikaji ambapo viongozi wa umma watazungumza na wananchi moja kwa moja kwa njia ya mtandao. Na katika kutekeleza maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais, yafuatayo yalifanyika. Kwanza, Rais alitoa kibali cha kuajiri cha nafasi 12,000 za ajira, zikiwemo ajira 5,000 za kada ya afya na ajira 7,000 za kada ya walimu, hususan wa sayansi, fizikia na hisabati. Ndugu wanahabari, maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais ya kutangaza ajira hizo yanakwenda sanjari na malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025 ambayo imetambua eneo la fursa ya ajira kwa vijana iliyojitokeza katika ibara 49. Chama cha Mapinduzi kinatambua umuhimu wa kuimarisha utumishi wa umma kama muhimili muhimu wa kutekeleza misingi ya demokrasia na utawala bora. Ndugu wanahabari, nikiwa ndiye waziri mwenye dhamana ya kusimamia utumishi na utawala bora, naomba sasa mniruhusu nitoe mrejesho kwa Watanzania kuhusu utekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Rais katika eneo la utumishi wa umma na utawala bora kama ifuatavyo. Katika utekelezaji wa ahadi ya kutoa kibali cha ajira kwa ajili ya nafasi 12,000, yani walimu 7,000 na watumishi wa afya 5,000, ofisi yetu ilitekeleza agizo hilo kama ifuatavyo. Baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuapishwa tarehe 3 Novemba mwaka 2025,
kibali cha ajira ya watu 12,000 kilitolewa. Kwa kuzingatia kifungu cha 37 kifungu kidogo cha 7 cha sheria ya utumishi wa umma sura ya 298, jukumu la kuendesha mchakato wa ajira katika utumishi wa umma hufanywa na sekretarieti ya ajira iliyopo chini ya ofisi ya Rais. Tangazo lilitolewa na baada ya maombi, sekretarieti ya ajira ya utumishi wa umma yani PSRS iliratibu usaili ambao ulifanywa katika mikoa yote Tanzania na vituo mahususi kule Unguja na Pemba. Tarehe 13 mpaka tarehe 14 Disemba, usaili wa mchujo yani aptitude test ulifanyika kwa njia ya kidigitali na matokeo ya usaili huo yalitolewa siku hiyo hiyo ambapo usaili ulifanyika. Tarehe 15 mpaka tarehe 23 Disemba mwaka 2025 ulifanyika usaili wa mahojiano kwa waombaji wote waliofaulu usaili wa mchujo. Ndugu wanahabari, tarehe 11 hadi tarehe 20 Januari mwaka 2026, sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma imewapangia vituo wasaili wote waliofaulu usaili na barua zinaendelea kutolewa. Barua za kuwapangia vituo wasaili waliofaulu zilitumwa moja kwa moja kwenye akaunti zao za waombaji baada kama ilivyokuwa zamani ambapo waombaji walilazimika kuja Dodoma kufuata barua zao. Mpaka sasa tunapozungumza, watumishi 8,416 kati ya wao watumishi 3,694 wa kada ya elimu na watumishi 4,722 wa kada ya afya wameripoti katika halmashauri mbalimbali, na watumishi wale waliowahi kufika katika vituo vyao. Na hapa nazungumzia, mnakumbuka ahadi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kwamba alisema wale ambao watawahi kufika kabla ya mwisho wa mwezi wa kwanza basi waingizwe kwenye payroll ya mishahara. Ninayo furaha kuwapa taarifa kuwa watumishi 735 ambao waliripoti kabla ya kufunga orodha ya mshahara waliingizwa kwenye payroll ya serikali na tayari wamekwisha pata mshahara katika mwezi huu wa kwanza 2026. Ndugu wanahabari, kati ya hao watumishi 956 wa kada ya elimu na watumishi 305 wa afya wapo kwenye mchakato katika nafasi ambazo zilikuwa zimesalia. Na uzuri ni kwamba nafasi hizo zimeshatangazwa na usaili unaendelea kufanyika. Aidha, watumishi wote wataingizwa kwenye orodha ya mishahara yani payroll ya serikali kwa kadri walivyoripoti katika vituo vyao vya kazi. Ndugu wanahabari, baada ya zoezi la ajira kukamilika, nataka nitoe angalizo kwa waajiriwa wapya kuwa wanapaswa kuripoti ndani ya siku 14 katika vituo vyao vya kazi tangu kupokea barua zao za kupangiwa kituo cha kazi. Na wale watakaokiuka kuripoti ndani ya muda uliopangwa, nafasi zao zitachukuliwa na wasailiwa wengine ambao wamebaki kwenye kanzi data. Na katika eneo hili, ndugu waandishi wa habari, nataka niseme tu kwamba waliojitokeza kuhojiwa walikuwa wengi sana. Wamefanya usaili. Hawa waliopewa nafasi ni wale ambao walifanikiwa kupita kwenye usaili, lakini wako wengine ambao kwenye kanzi data. Kwa hiyo wale ambao watakwenda kwenye vituo basi wajue kwamba nafasi zao zitakuwa replaced katika utaratibu huo. Pia napenda kutoa maelekezo kwa waajiri kuwa baada ya kuwapokea watumishi wa ajira mpya, wanapaswa kuwasilisha taarifa hizo za ajira kwa mhariri mkuu wa gazeti la serikali ambaye ni katibu mkuu ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, ili taarifa hizo ziweze kuchapishwa katika gazeti la serikali. Nadhani jambo hili halihitaji maelezo mengi. Nadhani mnajua kwamba kuna magazeti yetu ya kawaida na kuna gazeti la serikali ambalo mhariri wake mkuu ni katibu mkuu ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Ndugu wanahabari, vile vile kumekuwa na maombi mengi sana ya baadhi yetu kuomba kubadilisha vituo vya kazi. Nitoe rai kuwa hatutakuwa na mabadiliko ya vituo vya kazi kwa sasa. Nafasi zote zimetolewa kulingana na uhitaji wa kila halmashauri au mwajiri husika. Hivyo kubadilika kituo cha kazi maana yake ni kupunguza idadi ya watumishi waliopangwa kwenda kwenye halmashauri husika. Ili kutoathiri mgawanyiko huo, hakuna mabadiliko yote ya kazi, na hii ni kauli natoa maelekezo kwa wahusika wote wajue kwamba kwa sasa hakuna mabadiliko ya vituo vya kazi. Serikali itaendelea kutoa nafasi za ajira. Kwa kuzingatia hivyo, tunawaomba vijana wote wenye sifa waendelee kuomba nafasi mbalimbali kwa kadri zitakavyotangazwa na sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Ndugu wanahabari,
pamoja na hilo la ajira 12,000 kama ilivyoelekezwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia wizara ilianzisha ujenzi wa mfumo rafiki wa uwajibikaji ambao Rais alielekeza pia tuufanyie kazi. Viongozi wa kitaifa, sekretarieti za mikoa na wilaya na watendaji wengine wa serikali waweze kupata nafasi ya kutoa taarifa, kujibu maswali ya moja kwa moja kwa wananchi kwa njia ya kidigitali na pia kwa njia ya ujumbe mfupi wa mkononi kupitia simu zetu. Ndugu wanahabari, katika kutekeleza hili, Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwanza imefanya maboresho ya mfumo wetu wa e-mrejesho, mfumo ambao si mpya, lakini mfumo huu uliundwa mwaka 2022. Kilichofanyika sasa ni kuboresha na kuongeza dirisha dogo la sema na kiongozi ambalo ndio linawezesha yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais kutekelezwa kwa ukaribu zaidi. Ndugu wanahabari, mfumo huu wa kielektroniki unatumika kwa ajili ya kutuma, kupokea na kushughulikia taarifa, malalamiko, mapendekezo, maulizo, maoni na pongezi zinazotolewa na wananchi kutokana na huduma zinazotolewa na serikali yao. Ndugu wanahabari, lengo la mfumo ni kuimarisha utawala bora unaosimamia uwajibikaji na usikivu wa watumishi wa umma kwa wananchi. Aidha, utekelezaji wake unasimamiwa na mwongozo wa ushughulikiaji wa mrejesho wa wananchi kuhusu huduma zinazotolewa na serikali wa mwaka naomba nirudie hapa. Utaratibu huu unasimamiwa na mwongozo wa ushughulikiaji wa mrejesho wa wananchi kuhusu huduma zinazotolewa na serikali wa mwaka 2023. Katika ngazi ya taifa, mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wao hutumia dashboard ya pamoja ya wizara kufuatilia na kutoa maelezo kuhusu malalamiko na changamoto ambazo wananchi watakuwa wamezifikisha kuhusiana na wizara hizo. Katika ngazi ya mikoa, wanaohusika ni wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa, na kwa ngazi ya wilaya wanaohusika ni wakuu wa wilaya na makatibu tawala wa wilaya hizo. Viongozi katika ngazi zote wataungwa na dashboard zinazowapa taarifa na takwimu mbalimbali za malalamiko yanayopelekwa na wananchi, na wataweza kupitia taarifa, kutoa maoni, kutoa maelekezo na kufuata hatua zitakazochukuliwa hadi suala litakapofungwa. Ndugu wanahabari, wananchi wanaweza kuwasilisha maoni yao au malalamiko yao kupitia tovuti ya e-mrejesho au programu maalum ya simu ambayo tunatumia USSD 1520 leli, na kuchagua sema na kiongozi, kisha kuchagua ngazi ya uongozi anayoilenga, na baada ya kuwasilisha, sekretarieti husika itapokea taarifa, huku viongozi wakipata fursa ya kutoa maelezo, kuacha maoni na kufuatilia utekelezaji wa hatua kwa hatua hadi shauri lifungwe, hivyo kuhakikisha kuwa sauti ya wananchi zinasikilizwa na kushughulikiwa ipasavyo. Ndugu wanahabari, mfumo huu unaratibiwa na waziri mhusika ambaye ni mimi, katibu mkuu Ikulu, katibu mkuu utumishi na viongozi wa juu wakiwemo Mheshimiwa Rais, makamu wa rais, waziri mkuu wanapata nafasi ya kuona. Kwa hiyo na katika eneo hili nataka nitoe angalizo tu kwa mawaziri wenzangu. Haya maagizo ya Mheshimiwa Rais yameshughulikiwa namna hiyo. Kwa hiyo mawaziri wote wa serikali na hao ambao tumewataja wahusika katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya serikali kuu kwa maana ya mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, lakini pia ngazi za sekretarieti ya mikoa kwa maana ya wakuu wa mikoa, marasi, wakuu wa wilaya na madasi, wote wajue kabisa kwamba katika maeneo yao, pamoja na watumishi wengine ambao wanahusika na hili, kwamba katika eneo lako kama malalamiko yakija au changamoto zikija, alafu wewe kama kiongozi ambaye umetajwa katika eneo hili ambao utaunganishwa na mfumo huu hautoyashughulikia, basi ujue kwamba viongozi wetu wakuu akiwemo Mheshimiwa Rais, waziri mkuu, makamu wa rais wanayo access ya kuona. Kwa hiyo maana kama sisi watumishi watalalamika alafu hatutoyashughulikia malalamiko yao, basi ujue kabisa bosi kubwa naye anatuona, na kutotekeleza hilo manake pia ni kutotekeleza kiapo chetu, na hivyo PDF zaza zikatuhusu wazee. Kwa hiyo tuwe makini katika jambo hili ili tusije tukapoteza kazi. Kwa hiyo napenda kutoa wasia wangu kwa wenzangu wote ambao tumetajwa katika eneo hili
kuwa tushughulikie malalamiko ya wananchi wetu, kwa sababu mfumo huu ni mfumo rafiki, ni mfumo ambao unapokea malalamiko ya wananchi, lakini pia ni mfumo ambao unakupa nafasi wewe kiongozi kukutana moja kwa moja na wananchi na kutatua kero zao. Ndugu wanahabari, aidha, pamoja na mambo hayo niliyoeleza, ambayo yalikuwa ni maelezo au maelekezo mahususi toka kiongozi wetu Mheshimiwa Rais, lakini yako mambo mengine ambayo wizara yetu imeendelea kuyatekeleza ndani ya siku hizi 100, na naomba kutumia nafasi hii kuyaeleza haya mengineyo kwa ufupi sana. Mosi, katika kipindi hiki cha siku 100, kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoyatoa tarehe 18 Novemba mwaka 2025 wakati anaapisha mawaziri na manaibu mawaziri, alielekeza wizara yetu iandae na kufanya semina elekezi kwa mawaziri ili waweze kupata ufahamu wa kazi zao. Ninayo furaha kuripoti leo mbele yenu kuwa wizara imetekeleza hilo kwa ufundi mkubwa. Katika utekelezaji wa agizo hilo, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kushirikiana na Ofisi ya Rais Ikulu, iliendesha mafunzo ya semina elekezi kwa mawaziri na manaibu waziri walioteuliwa Novemba mwaka 2025. Semina hiyo iliongozwa na kauli mbiu ya nafasi na wajibu wa mawaziri katika utumishi wa umma ili kufikia malengo ya dira ya mwaka 2050 na malengo ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Kikao hicho kilifanyika Dar es Salaam kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 4 mwaka 2025, Disemba 2025, ambapo jumla ya mawaziri 27 na manaibu mawaziri 29 walihudhuria. Mafunzo haya yalilenga kuimarisha uwezo wa viongozi kiutendaji. Na katika mafunzo haya, moja ya jambo kubwa ambalo tuliwaelezea sana viongozi wetu hawa ni juu ya jinsi ambavyo mifumo hii inawataka wawe more proactive na sio kuwa reactive. Pili, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kupitia taasisi yake ya Watumishi Housing Investment, katika kutekeleza azma ya serikali kuboresha mazingira ya kazi kwa utumishi wa umma, imekamilisha ujenzi wa nyumba 54 za makazi kwa watumishi wa umma zilizojengwa katika halmashauri 5 katika maeneo yenye mazingira magumu kufikika nchini kwetu kupitia mradi wa makazi ya watumishi wa umma wilayani awamu ya kwanza, yaani District Public Servant House Scheme Phase 1. Ujenzi wa nyumba hizi umegharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 3.19, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huo. Aidha, nyumba 15 kati ya hizo zimekamilika na ujenzi wake upo katika awamu nyumba 15 kati ya hizo zilizokamilika ni kwa ajili ya watumishi wa sekta ya afya na 39 ni kwa ajili ya watumishi wa sekta ya elimu. Vile vile, katika awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi huo, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kupitia taasisi ya Watumishi Housing Investment, katika mwaka wa fedha 25-26 umetenga kiasi cha shilingi bilioni 4.27 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 78 kwa ajili ya makazi ya watumishi wa umma katika maeneo magumu kama ambavyo taratibu unaendelea. Nyumba 33 kati ya hizo nyumba kwa ajili ya watumishi wa sekta ya afya na nyumba 45 ni kwa ajili ya watumishi sekta ya elimu. Lakini pamoja na hilo, kupitia Faida Fund, mfuko unaosimamiwa pia na Watumishi Housing Investment, imefanyika mkutano mkuu wa mwaka na faida ya gawio la 14% limetolewa kwa wawekezaji wote. Naomba kutumia nafasi hii, ndugu waandishi wa habari na Watanzania, kuwaalika muje kuwekeza. Mfuko huu ni salama, mfuko huu umekuwa wenye faida kama jina lake linavyosema, lakini pia mfuko huu ndio ambao unakwenda kukomboa Watanzania. Tatu, ninapenda kuwajulisha pia kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameridhia, pamoja na vibali vile vingine, kibali cha ajira kwa watumishi wa umma 41,500 wa kada mbalimbali kama ifuatavyo: kwenye kada ya afya, kada ya walimu, kada ya kilimo, kada ya uvuvi, wahandisi, zimamoto na uokoaji, uhamiaji, magereza, jeshi la polisi na watumishi wa kada nyinginezo nyingi. Hivyo naendelea kutoa rai kwa Watanzania vijana wenye sifa kuendelea kujitokeza kwa wingi kuomba ajira kupitia Sekretarieti ya Ajira, kupitia poto yetu ya Ajira Poto katika utumishi wa umma punde nafasi hizo zitakapotangazwa. Ndugu wanahabari, katika kuhitimisha, napenda kutumia nafasi hii kumshukuru tena Mheshimiwa Rais
kwa kuendelea kuniamini mimi na wenzangu, pamoja akiwemo naibu waziri wangu Bi Regina Ndege, katibu mkuu wetu ndugu Mkomi, katibu mkuu Ikulu Maluli Maendeka, naibu katibu mkuu Xavier Daudi na meneja nzima ya utumishi wa umma. Kwa uaminifu wake ambao ametupa, nataka nimuahidi Mheshimiwa Rais kwamba tutafanya kazi aliyotupa kwa wivu mkubwa sana, kwa kuwasaidia Watanzania kufikia malengo makubwa ambayo wao walimpigia kura ili awaongoze. Lakini pia naomba kutumia nafasi hii kumpongeza pia Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake na kuhakikishia Watanzania hasa vijana wanapata ajira na kunufaika na huduma mbalimbali zinatolewa na serikali anayoiongoza. Sisi wasaidizi wake tunaahidi kuendelea kumsaidia kwa dhati katika kutekeleza maelekezo anayotoa ili wananchi waweze kupata huduma zilizo bora na kwa wakati. Na baada ya kusema haya, naombeni niwashukuruni tena kwa kunisikiliza na niwatakie kazi njema mnapoenda kulijenga taifa. Kazi na utu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa, asante kwa wasilisho. Sasa kama utaridhia, tungependa kuonesha makala ambayo mkuu ameandaa ambayo ina dakika 10, alafu tutaendelea na maswali. Tutaajiri walimu 7,000 wa masomo ya hisabati na sayansi. Ili kuimarisha huduma za afya, serikali itaajiri wahudumu wa afya wapya 5,000 ndani ya siku 100. 5,000 wakiwemo wauguzi na wakunga, ili kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Mchakato huu ulifuatiliwa kwa karibu na viongozi mbalimbali wa serikali, akiwemo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Rais alilielekeza na akasema anataka utekelezaji wake uanze ndani ya siku 100. Ni kwenye masuala ya afya na elimu, na kila mkoa unaendesha usaili kupata wataalamu 5,000 wa sekta ya afya. Akasema ndani ya siku 100 walimu 7,000 watakuwa wameajiriwa ndani ya siku 100, wakiwepo walimu wa science ambao katika shule nyingi limekuwa ni tatizo. Mchakato huu umekamilika. Leo hii tunapozungumza hapa, kwa kweli barua zimekwisha anza kutoka, na baadhi ya vijana wamekwisha ripoti katika vituo vyao vya kazi, na hivyo kulifanya zoezi hili kwa kweli kwa upande wetu tuseme limekamilika kwa 100%. Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 wataajiriwa walimu 7,000. Tayari wameshaajiriwa. Wale walioajiriwa 7,000 wanakwenda kwenye shule zaidi ya 1,300 zilizojengwa mpya. Watakwenda kwenye zaidi ya shule 2,700 za msingi zilizojengwa mpya. Alisema ndani ya siku 100 wataalamu wa afya wakiwemo madaktari 5,000 wataajiriwa. Alisema Rais wakati anafanya kampeni. Hivi tunavyoongea wataalamu wao 5,000 wote wameshaajiriwa, wakatibu wa Tanzania huko kwenye hospitali. Ninapozungumza katika siku hii, nataka nitoe wito kwa wote ambao wamepangiwa kwenda kufanya kazi katika vituo vilivyo pembezoni, waende kwenye vituo vyao. Kinyume cha hapo ni kuwageuka au kutowahudumia Watanzania, jambo ambalo ni baya sana. Kwa hiyo kama hutokwenda kwenye kituo, manake hasara zako ni mbili. Moja ni kwamba unaingia kwenye rekodi ya kwamba ulipata kazi lakini ukwenda kwenye kituo chako. Lakini pili ni kwamba unajifungia mwenyewe milango ya fursa katika siku zijazo. Lakini tatu ni kama unafungua mlango pia kwa wale ambao wapo kwenye reserve list waweze kupata nafasi inaweza kwenda kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo kubwa zaidi wito wangu ni mmoja tu. Vijana wa Tanzania, nendeni mkafanye kazi popote. Kazi hazitotolewa mijini tu. Kazi zitatolewa vijijini pia, ambapo Watanzania wanaishi na wanategemea sisi kama Watanzania wenzao kwenda kuwahudumia, na serikali ya awamu ya 6 imekwisha jipanga katika jambo hili kuwatolea huduma wa Tanzania. Vijana waendelee kujenga imani kwamba serikali yao inaendelea kuweka mazingira mazuri kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira. Mfumo wetu ni wa wazi,
Mfumo wetu ni wa haki. Kila Mtanzania ana haki ya kuomba, ili mradi tu awe na vigezo na sifa hizo. Vijana ambao wamekosa kwa kipindi hiki hizi ajira 12,000 zilizotangazwa, kwanza wasikate tamaa. Kwa hiyo ajira zitaendelea kutangazwa, kadri zinavyotangazwa. Waombe, wasiogope kwamba mimi nikiomba sipati. Waombe, watapata kulingana na vigezo lakini na sifa. Na hatua iliyofuata ni hatua ya kupanga vituo vya kazi, ambapo tarehe 10 Januari mwaka 2026 Sekretarieti ya Ajira imewapangia vituo vya kazi wasailiwa 12,000 waliofaulu usaili baada ya majina yao kuidhinishwa na wajumbe wa Sekretarieti ya Ajira katika kikao chao kilichofanyika tarehe 9 na tarehe 10 Januari 2026. Kuanzia tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2026, baada ya kikao cha bodi, jumla ya watumishi 7,000 wa kada za elimu wameanza kupangiwa vituo vya kazi, pamoja na watumishi 5,000 wa kada za afya pia wameanza kupangiwa vituo vya kazi. Mheshimiwa Rais ametoa nafasi hizi kwa ajili ya Watanzania wote, na wao kwa sababu wamebahatika kupata hizo nafasi, basi ni wasihi tu mara watakapopata barua zao ambazo watazipata kidijitali kupitia simu zao za mkononi, basi wahakikishe kwamba wanaripoti katika vituo vyao vya kazi. Nafasi hizi zimewanufaisha Watanzania wengi wa mijini na vijijini, na baadhi ya wale ambao wamepata nafasi hizi wameonyesha furaha yao na shukrani zao kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Mwalimu Kalela Msweta Chacha, natokea mkoa wa Mara, wilaya Msoma. Ni mwalimu wa physics. Namshukuru Mungu nimepata kazi katika shule ya sekondari Fazil Bucha, halmashauri ya manispaa ya Geita. Asante sana mama. Kwa majina anaitwa Agrey Lakson Mgale, mwalimu mwajiriwa mpya wa mwaka 2026. Ni mwalimu wa biology. Nimeajiriwa katika shule ya Fazil Bucha, mkoa wa Geita, manispaa ya Geita. Nimetokea katika mkoa wa Songwe. Naishukuru sana serikali ya awamu ya 6. Namshukuru sana mama kwa kutoa hizi ajira, maana ametuokoa vijana. Kwa hiyo tunaahidi kufanya kazi kwa nguvu, kwa hali, na kazi iendelee. Kwa jina naitwa Twaibu Mikidadi Mweli. Mimi ni mkazi wa Lindi huko Mtama. Lakini nimesoma bachelor's degree education Uturuki. Sasa baada ya kusoma nikasikia kwamba Tanzania kumenoga. Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, alitangaza ajira, akasema kwamba ndani ya siku 100 atatoa ajira. Na kweli baada ya kurudi kutoka huko masomoni, nikaona ajira kuna ajira poto. Nikaomba, na kweli mfumo wa ajira poto upo wazi kabisa. Nimeingia mimi, nimeomba mimi kama mimi, nikatuma vyeti vyangu, nikafuata maelekezo, hatimaye nikafaulu. Nimepangiwa shule inaitwa Frederick Atway Sumaye. Ni pale kama mwalimu. Sasa hivi ndo naanza, nimeingia hapa siku ya leo, nimripoti tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026. Kwa hiyo nipo hapo. Nawakaribisha sana, nipo hapo. Na watoto wako hapo, na naamini watoto wapata elimu sahihi, kwa sababu vijana sasa hivi tupo hima, tupo nyuma ya mama, hatutaki mchezo, kwa sababu tutoke cheza wenzetu, tunawazetu wanafanya maendeleo, sisi tupo hima. Kwa hiyo nipo hapo katika shule ya Frederick Atway Sumaye. Kwa majina naitwa Daniel Alois Antoni, ni mkazi wa Nguruka, Kigoma. Mimi ni mnufaika wa ajira mpya ambazo zilitoka tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026, na nikafanikiwa kuchaguliwa kuwa mwalimu wa shule ya sekondari Corona iliyopo jijini Arusha. Iwe shuhuda kwamba zile ajira ni kweli na mimi nimepata. Kwa nafasi ya pekee naomba nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Jonisia Deusi Muula, ni mzaliwa wa Iringa. Na sasa nimefanikiwa kupangiwa kituo cha kazi ambacho kipo Singida. Mchakato wa usaili kwa kweli ulikuwa vizuri, ulikuwa fair, kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye tunafahamiana naye pale. Wote walikuwa ni wageni kwetu, na waliuendesha usaili huo kwa usawa, hakukuwa na upendeleo wowote. Naitwa Kaiza Elias Mpogole, ni mwalimu ambaye nimehitimu chuo kikuu cha Sekom kilichopo mkoani Tanga kwa masomo ya chemistry na biology. Nimehitimu mwaka 2018. Mwaka huu nimeomba, nimeweza kupata. Viongozi wetu walikuwa ni makini na wenye kujali haki. Na kwa wale ambao wamenufaika na ajira hizi kwa kada za afya,
wakiahidi kwenda kufanya kazi kwa bidii, huku wakiendelea kumpa maua yake Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutimiza ahadi yake. Kwa majina naitwa Tunu Twaibu Kiwele, ni afisa muuguzi, natokea katika mkoa wa Iringa. Ni mnufaika wa ajira zilizotangazwa na Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Ali Hassan Munga, natokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe. Nashukuru kupitia sekretarieti ya ajira nimebahatika kuajiriwa kupata ajira Mwanza. Takriban nimekaa mtaani miaka 8, maana nimemaliza chuo Mwanza Central Institute of Health and Allied Science 2017. Kutoka 2017 mpaka leo takriban miaka 8. Kwa hiyo namshukuru mama katika ahadi yake kutekeleza utoaji wa ajira ndani ya siku 100. Kwa majina naitwa Neema Masubo Rioba, kijana Mtanzania, ni afisa muuguzi msaidizi daraja la 2, natokea mkoa wa Mara, wilaya Serengeti. Ninazo shukrani za dhati kwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Aliahidi kwa ajili vijana wasiopungua 12,000 ndani ya siku zake za mwanzo 100. Lakini pia tunashukuru ameweza kutekeleza kwa hilo jambo. Ilikuwa ni tarehe 15 mwezi wa kwanza ambapo nilipokea barua ya kuitwa kazini kama ajira mpya, na leo tarehe 21 niko hapa nimekuja kuripoti Babati. Pia Mungu ambariki mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wote. Mheshimiwa, baada ya makala basi tunakaribisha maswali. Tunaweza tukaanza. Mheshimiwa Waziri, naitwa Fred Alfred, ni mwandishi wa habari kutoka Uhuru. Mheshimiwa Waziri, kwenye hizi ajira 41,500 nitaka kujua hizi zitatoka kwa awamu au zitatoka zote kwa pamoja. Lakini pia itakuwa ni kwa mwaka huu wa fedha au mwaka wa fedha ujao. Lakini pia kumekuwa na changamoto kwa baadhi ya watumishi kutumia muda mrefu kutumia simu kuliko kuwahudumia wananchi. Labda nitaka kujua kama serikali hiyo changamoto inaijua, lakini pia kama kuna baadhi ya watumishi ambao walishachukuliwa hatua. Naitwa Richard Mwekenda kutoka blogu ya Taifa ya CCM na kamanda wa Matukio Online TV. Nitakujua tu ajira poto ilikuwa na kasoro fulani na sijui kama amesharekebisha. Kwa sababu kulikuwa na baadhi ya taaluma ambazo vijana wetu wamesoma, wamehitimu, lakini ilikuwa inaonyesha kama kuna kaubaguzi, hazijaingizwa kwenye ajira poto. Nikitolea mfano taaluma ya Electronics and Communication Engineering. Je, mmerekebisha hiyo kasoro? Asante Mheshimiwa Waziri. Naitwa Deo Kaji Makomba, natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Mimi swali langu linajielekeza katika masuala mazima ya maadili. Na wewe hapo bila shaka ndio umekalia kigoda hicho kuweza kuangalia maadili yanakwendaje. Kumekuwa na tatizo la baadhi ya madereva wa serikali kuyaacha magari yao yakiunguruma huku wakiwasubiri viongozi. Na hili limekuwa likizungumzwa mara kwa mara. Pengine Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, nini tamko lako katika baadhi ya hawa madereva ambao pengine wanakiuka maadili kwa kuacha magari yakiunguruma, rasilimali za serikali zinapotea? Asante nikipata jibu hili. Shukrani. Naona maswali yametosha Mheshimiwa, unaweza kuendelea. Okay. Kwanza kabla sijajibu maswali, naomba nieleze jambo moja dogo tu kuhusiana na kile ambacho tumekiona kwenye TV. Nadhani mmeshuhudia ndugu wanahabari kwamba kupata ajira Tanzania is possible. Inawezekana. Maana hapo kuna watu wengine kwa ushuhuda wao wamekaa wenyewe wanatumia lugha ya kwamba nimekaa mtaani miaka 8 lakini leo nimepata ajira. Kwa nataka mfikishe ujumbe huu kwa sababu
tunayo kazi ya kufanya kama nchi, kwa sababu najua kwamba wako baadhi ya vijana wameomba mara 2 mara 3 wamekosa, wanaamini kabisa ndoto zimekufa. Lakini waambieni kwamba ndoto inawezekana chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hili jambo linawezekana na linafanyika. Lakini pili, bahati mbaya hii programu yetu hapa tumeamua kuifanya kwa ufupi, ili at least kufanya kama demonstration, lakini nadhani tutafanya kipindi maalum pia kupitia television mbalimbali ili watu mpate kuona kwa mawanda mapana ya hii programu ilivyokuwa. Katika programu hii ndani yake, kwa mfano kwenye ule usaili wa aptitude test, ile ambayo watu wanakaa mbele ya kompyuta wanajaza maswali, sisemi kwamba sio magumu, lakini maswali ambayo yanawezekana. Na bahati nzuri mfumo wetu kwa uwazi mkubwa unavyojaza, ukimaliza tu pale wewe mwenyewe unajua kaza kwamba hapa nimefaulu au nimefeli. Kwa hiyo wala uhitaji kusema chengine. Kwa maana ya purpose ya mtihani unapewa nafasi hiyo moja, kwamba ukikliki, kama umekliki kwa bahati mbaya ndio imetoka, au sio? Lakini malengo makubwa ni kutengeneza mazingira mazuri ya watu wetu kupata nafasi ya kuconcentrate na kujibu mtihani yao vizuri. Kwa hiyo naomba sasa nijikite katika haya maswali au hoja ambazo zimetolewa mbele yetu, na kwa sababu nadhani haya mengi haya yanayamudu tu, sidhani kama tahitaji msaada wa wataalamu wangu. Kwa mfano nikianza na hili jambo la maadili ambalo limezungumzwa mwisho hapa. Nataka niseme maadili neno pana, na siwezi kulisemea hasa hili la madereva wetu likoje, lakini kila eneo lina taratibu zake. Kwa mfano leo hii anapokuwa amesimama, nitoe mfano naweza kuwa sio mfano mzuri kwa eneo hili, lakini kwa mfano rais anapofika sehemu, rais hawezi kufika sehemu magari mkaazima. Si mnaelewa vizuri? Yani mnaweza mkaazima, lakini sio jambo la kawaida, kwa sababu huyu ni kiongozi wa nchi. Inaweza kutokea dharura yote ile, mnahitaji magari ya nini, afu mnaanza kupiga zile gari na kataa pale kuwaka, itakuwa tabu kidogo. Nataka nisema nini? Kwa maana kwamba viongozi wanapokwenda maeneo mbalimbali, katika hilo ambalo nalisema, inategemea na kiongozi wa namna gani. Kwa sababu sio kila kiongozi ana hadhi ya kufanyiwa au kupewa yale ambayo yanastahili. Kwa hiyo kwenye eneo la madereva wanavyofundishwa, maana ziko kozi maalum za kuendesha VIP. Maana hata kama unapondesha VIP unaambiwa hata jinsi ya kuvaa. Wewe kama umezoea kuvaa jinsi, unaambiwa unapondesha VIP basi upige na tai kidogo. Na wengine wanakwenda mbali, unapiga na kofia ile kuonyesha kwamba wewe ni, wanahitaji lugha ya Kiingereza, Kifaransa, chauffeur, au sio? Kwa hiyo hayo ni nani, lakini kama lipo ambalo linatakiwa lizungumzwe katika jambo la maadili, kwamba kutozima gari pia ni sehemu ya kukosa maadili, au kupata maadili, hilo jambo mimi naomba nisilisemee sana, kwa sababu hizi ni jambo ambalo ndani ya utumishi wa umma kila mtumishi anayo mambo yake. Ni kama kwa mfano nikiunganisha na jambo la watumishi hao wanaotumia simu, tulishatoa mwongozo. Unapofika ofisini, jambo la simu liwekwe pembeni, ufanye kazi. Na bahati nzuri sasa hivi tunapozungumza, ndani ya utumishi wa umma tunao mfumo unaitwa PEPMIS, ambao PEPMIS una asesi wewe unapoingia ofisini unafanya nini asubuhi mpaka unaondoka jioni. Sasa unapotumia simu, manake taarifa zinazokuja kwa maafisa ya rasilimali watu ni kukwambia kwamba bwana, huyu Ridhiwani aliingia saa 1 ofisini, lakini yeye amewasha tu kompyuta yake hafa akapotea, kwa sababu hatuoni chochote ambacho unakifanya. Na mifumo ya ofisini, ndugu zangu, nataka nikwambieni kama mifumo yetu ofisini wala sio jambo la siri. Kani madamu umeamua kwamba wewe ni mfanyakazi wa Wizara ya Habari kwa mfano, manake mambo ya ndani yote ya habari ni mambo ya kwenu, wala sio mambo ya siri. Kusema kwamba una jambo ambalo utalifanya haba mtu wa Wizara ya Afya au Wizara ya Utumishi akalijua. Kwa hiyo manake ni kwamba assessment inafanyika ndani ya ofisi yenu kutokana jinsi ambavyo unafanya kazi. Kwa hiyo nataka niseme katika eneo hili, kwa wale watumishi wanaotumia simu makazini, na wapa tena angalizo, maana tulishaeleza kwamba ni marufuku kwa watumishi kutumia muda una chati na mambo ambayo hayapo katika utumishi wako wa umma. Lakini pamoja na hilo pia limeelezwa jambo la ajira 41 hizi
11,500 kwamba ni za mwaka huu wa fedha au mwaka unaofuata. Nataka niseme tu sisi tunazungumza mwaka huu wa fedha, hatuzungumzi mwaka ujao wa fedha. Kwa hiyo manake tunazungumzia jambo walipo sasa hivi, na ndio maana tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa taarifa ya siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan katika maagizo ambayo aliyatoa, na sisi kama wizara au ofisi ya Rais inayosimamia mambo ya utumishi wa umma na utawala bora tumekuja kueleza kipande chetu, yale maagizo yake tumeyatekelezaje na tumefikia wapi. Kwa hiyo hiki tunazungumza cha sasa, na yale yanayokuja mengine tutakuja kuyasemea. Lakini pamoja na hilo pia limeelezwa jambo la ajira poto, kwamba kuna baadhi ya taaruma azimo na ili tumelifanyaje. Nadhani kama kamanda wa matukio alivyoeleza. Sisi ndani ya mfumo, unajua mfumo ni jambo endelevu. Tulipotengeneza mara ya kwanza mfumo wetu wa ajira poto, ziko changamoto nyingi sana ambazo tumezikaunta, lakini tumeendelea kuzirekebisha. Kwa mfano, mwanzo ilikuwa napata matatizo. Kwa mfano nitumie mfano mmoja hivi, unaweza kusoma mfano mzuri sana lakini ndio mfano wenyewe. Mtu anayesoma kwa mfano sheria Dar es Salaam University, pale tunasoma kitu kinaitwa LLB, kwa maana maneno mengine ni ya Kilumi, lakini maana yake ni Bachelor Degree of Laws. Lakini anayesoma South Africa anasoma kinaitwa BA in Laws. Sasa ukija kwenye ajira poto, tabu ambayo tulikuwa tunaipata, kwa kuwa mfumo wa ajira poto umerishwa kujua kwamba degree ya sheria ni LLB, ukiweka BA in Laws ilikuwa inakataa. Lakini hilo tatizo sasa hivi tumeliondoa. Lakini sio hao tu, pia kulikuwa na degree moja ilikuwa inatolewa kama sikosei ustawi wa jamii pale, mambo ya social economic sio kitu gani. Huku kwenye ajira poto ilichokuwa inatambulika ni economic development sio kitu, yani kulikuwa na vitu kama hivyo. Sasa lakini ukiangalia content ya kile kinachosomeshwa pale chuo cha ustawi wa jamii na content kwa mfano inayosomeshwa Mlimani pale zinafanana zile content, lakini title ndo nini inatofautiana. Kwa hiyo vitu kama hivi tumeviharmonize. Kwa hiyo kama ziko challenges zozote ambazo zinatokea sasa hivi katika maeneo yote yale, tunaomba tuwasiliane na kupitia utaratibu wetu wa kiofisi, kupitia sekretariati ya ajira tuambiane. Kwa mfano yako maeneo mengine, kwa mfano kama hii umeona hii communication and electronic degree engineering, kuna baadhi ya degrees nazo pia zilikuwa zinatusumbua. Kwa mfano unakuta kuna mtu anasoma economics and finance. Sasa wakati mwingine zinatoka kazi, labda lese wanatafuta watu walisoma finance, huyu anapoomba anapata shida. Kwa hiyo mambo kama haya sisi tumeendelea kuharmonize, kwa sababu mfumo unaendelea kujengwa na majawabu hayawezi kutoka yote ya siku moja, kwa sababu tunajua kwa mfano kama mmeona wenzetu wengine wamesoma nje. Wakati mwingine napata tatizo, mtoto wa Tanzania amesoma nje, anakuja hapa nchini kwake, ameamua kuja kutoa mchango wake nchini, lakini sasa kutokana na mazingira hayo ya aina ya elimu aliyotoka nayo alosoma, anakuja hapa anajikuta kwamba degree zile hazioani. Kwa hiyo sisi tumekuwa tunaendelea na hilo jambo, si kwamba tumeanza leo. Tokea mwanzo tumekuwa tunarekebisha, lakini na hakika kabisa ipo siku moja tutaweka mambo vizuri. Lakini pia nataka nieleze jambo jingine tu la faida kwenu. Tumekuwa tunafanya kazi pia na vyuo vikuu kuona kwamba katika maeneo haya ambao kunatokea mgongano wa titles za degree wanazosoma vijana wetu, lakini pia aina ya ajira tunayoitaka nazo pia tuna harmonize vipi. Na tunashukuru sana, nataka niseme katika eneo hili tunamshukuru sana Profesa Mkenda, waziri wa elimu, yeye na management ya wizara yake, kwa sababu amekuwa anatupa sana ushirikiano katika eneo hili. Tunakutana na viongozi wa vyuo kwa maana ya senate za vyuo kupitia vice chancellors, tunazungumza na tunaweka mambo vizuri zaidi ili waweze kusaidia haya matatizo yanayotokea ambayo mara kwa mara tunajikuta inabidi turudi kwenye lugha ya kimipango anasema drawing boards, ili tuweze kuharmonize mambo haya, tunayamaliza kadri inavyowezekana, ili iweze kufikia siku kwamba watoto wa Kitanzania zile degree wanazosoma na kazi ambazo zinatolewa kwenye mfumo wetu wa ajira nazo ziweze kuoana na mambo yaende kwenda vizuri. Asanteni sana. Tumemaliza. Okay, basi jamani, nawashukuruni sana kwa nafasi hii ambayo tumetupata nafasi ya kuzungumza.
lakini naamini kabisa wizara yetu sisi ina mambo mengi sana. Kwa leo mtusamehe sana, tulikuja na mambo ya siku 100, japo pia tumewaeleza na mengine ambayo tumeyafanya katika kipindi cha 100. Mheshimiwa Rais alitoa maagizo katika maeneo mawili, na kwa kweli tunasema kabisa tumefanikiwa sana. Vijana wamepata ajira 12,000 zimekwisha toka, zile nyingine tunaendelea kushughulikia, vibali vimekwisha tolewa, lakini pia kupitia taasisi na idara zetu mbalimbali tumeendelea kutimiza majukumu yetu. Kwa hiyo tutakapata nafasi nyingine tutakuja kwa ajili ya kupeana mrejesho juu ya kazi ambazo tunaendelea kuzifanya, huku pia tukiandaa mipango kwa ajili ya bajeti inayokuja ya mwaka wa fedha kwa ajili ya ofisi yetu ya management ya utumishi wa umma na utawala bora. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.